kubwa. Kwa hiyo wachezaji pia wameambiwa bwana kwamba hii ndio mechi namba 1 kwa ubora, ndio mechi kubwa ambayo ukipoteza inaweza kukusumbua msimu mzima, hata mashabiki wakakasirika, na ndio mechi ambayo inaweza kukupa ustaa. Fikiria Depo anafunga goli labda zuri, manake sifa yake inakuwa ni kubwa. Okello anafunga goli, labda Anse Ura anafunga goli, Libase Gay anafunga goli kwa Chama. Obvious amecheza mechi nyingi hizi, so kwake yeye ni jambo la kawaida. Kwa hiyo lazima wale wageni wameambiwa na wale wachezaji wa zamani kwamba hii ndo finest ya soka la Tanzania. So I hope itakuwa ni mechi nzuri ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kwa makocha na wachezaji, na atakuwa na dabi nzuri. Kutagana na mechi ngumu hapo. Huyo ambaye anakuja timu ikiwa imeshinda mara 6, huyo ambaye timu haijapata ushindi mara 6 kwa wote wana mechi ngumu kwa sababu Pedro Gonçalves naye anahitaji kuendeleza rekodi za wenzao ambao na watu tumewashona mara 6. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuwafunga na ndio ujiko wa kuwafunga Simba, lakini tutengeneze gap kwa sababu mwisho wa msimu inaweza kaamuliwa mechi ya dabi. Msimu uliopita bingwa amepatikana katika mechi ya mwisho ambayo ndio ilikuwa ya mwisho kabisa baada ya kuahirishwa dana za hapa na pale. Kwa hiyo wanafahamu kwamba inaweza kufika mahala Simba na Yanga ile mechi ndio kaamua nani awe bingwa. Sasa pressure ile watu wengi huwa hawapendi na walimu wengi hawapendi. Kwa hiyo Pedro atakuwa ameambiwa kwamba kwa kushinda, lakini anajua kwamba Simba ni timu bora. Kwa Steve yeye kwake ni ngumu zaidi kwa sababu kwa vyovyote vile itakavyokuwa Simba watahitaji wasifungwe mara 7. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, 6, 7. Dabi ya Kariakoo. Simba na Yanga hii ni mbaya sana. Kwa hiyo anaomba bwana hii ni too much. Na kama Simba atapoteza mechi, I can bet hali itakuwa ni mbaya sana. Kunaweza kutokea mvutano mkubwa na purukushani nyingi sana kwa sababu itakuwa ni fedheha kubwa kwao. Kwa maana hiyo lazima wafanye maandalizi, na ndio maana ukiangalia wanakwenda taratibu. Wasema Simba nenda pole ndio mla nyama. Simba hawazungumzi sana. Slow but sure. Wamekaa kimya kwa kiasi, wanazungumza kwa tahadhari kubwa. Maana yake wanatengeneza mitego, na Yanga ni wataalamu bila shaka wa mitego wanaijua, na tutaona mechi nzuri. Na baada ya mitego ya nje, mazungumzo ya nje, matambo na kila nini, kipenga cha Nasro Mwinchui kikipulizwa pale, kila kitu kinabadilika. Sasa vita ni uwanjani. Kionjo hakuna. Yaani vile unavyoingia pale kwa ndugu zangu. Zai anataka mimi nitoe kionjo, na mimi namwambia aanze yeye kutoa kionjo. Sasa mimi sijai kutangaza. Si ndo nani? Basi tuwe kama mimi ni nakubaka. Wewe ndo. Sasa wewe ndo mimi nakubaka hapo sasa. Karibu. Watu hawajawahi kusikia mtangazaji mwanamke. Kutoka visiwani Zanzibar, ni dabi ya Kariakoo. Niko na Baraka Addison Mpeki. Na niko na Zainab hapo katika dabi ya Kariakoo. Bila shaka makocha, wachezaji wako tayari. Mashabiki, pressure inapanda, pressure inashuka. Moyo unataka kutoka tita. Hapa ni dakika 90, mechi dume Afrika Mashariki. Pembeni kule Depo imegonga chuma. Katika nafasi kule Anse Ura, chuma kingine 1-1. Mbona fupi? Tangu kwa historia yako ya kutangaza dabi, nadhani hii ni miongoni mwa dabi ngumu kuliko ambazo zimepita hapo nyuma. Siwezi kujibu moja kwa moja, lakini ni miongoni mwa mechi ambayo itakuwa ni ngumu na nzuri. Kikubwa ni namna ambavyo timu zote zimeongeza nguvu, especially Simba. Imeongeza wachezaji 6 ambao wameingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja na wanafanya vizuri. In that case unaiona Simba ambayo itachangamka, Simba ambayo itakuwa na spirit kubwa ya kutafuta ushindi, na Yanga wanahitaji kuendeleza ubabe na rekodi nzuri mbele ya Simba. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni mechi yenye burudani kubwa, si ngumu kwa maana ya kuifanya, lakini inaweza kuwa ni mechi ambayo itakuwa na burudani kali nzuri ya kabumbu kutokana na ubora wa timu zote mbili, Simba na Yanga, na mechi ni Yanga na Simba. Katika kiwanja wanakutana wavunja kuni wawili, Damaro lakini pia Yusuf Kagoma. Kwenye bato ya kiungo, unaona itakuwa na ushindani kwa namna gani? I hope walimu wataanza na viungo chini wawili kila mtu. Na expect kumuona Juki Abuya na Damaro wacheze pale chini, alafu ashambulie na viungo washambuliaji 3, asimamishe mshambuliaji mmoja kutokana na ugumu wa mechi. Lakini kwa Simba
Nadhani anaweza kaanza na Kante na Kagoma, wote wakawa viungo wa chini, kwa maana double pivot. Na hii ni kujaribu kuabsorb pressure na mashambulizi ya wapinzani, kwa sababu dabi si ya kucheza kwa kujiachia. Huwezi kaona sana open game, ni mechi ambayo inachezwa kwa mbinu na utaratibu maalum ili kuhakikisha kwamba una absorb mashambulizi ya mpinzani, una contain pressure na intensity ya mwenzio uweze kushinda mchezo. So I hope itakuwa ni mechi nzuri ambayo ushindani utakuwa ni mzuri sana, Yanga na Simba. Shukrani sana.